kitu, kwa hivyo lazima ufanye hivi. Ukitunga nyimbo lazima ufanye hivi, usifanye hivi. Watu wengi nje wana imani yao, wanazaniaga mimi ni wasanii siku naandikia nyimbo. Mimi nimeandika nyimbo za wasanii wengi ambao nyinyi hamjui. Wasanii wengi wa Wasafi, kila mtu akija pale kuuliza mimi na yeye nani kamwandikia mwenzie nyimbo, kaa nao watawaambia. Unaweza kutupa mifano? Sio vizuri. Ila nyingi sana. Okay. Ni kaa nao sio vizuri kuzungumza kwa sababu nakuwa kama hapa. Na kitu kimoja ambacho watu wakielewi, hata wengine sio Wasafi pia. Sometimes wanaga wenyewe wanazungumza. Yaani mimi niko tu hivyo. Siwezi nikafika studio nikakuta nyimbo yako kuna sehemu iko safi nikakuacha tu hivi. Nitakusaidia alafu nitaacha. Muona kwa ukisema usiposema sitaki kwenda kuzungumza. Miongoni mwa vitu ambavyo nadhani watu wengi wavifahamu, nadhani yani mimi strength yangu imetokana kwanza na kuandika. Yani mimi kama mwanamuziki, mimi sio mwanamuziki tu avoko. Sio mwanamuziki hivyo. Yani mimi nikishika peni naweza kuandikia nyimbo yote, naweza nikakuandikia bolingo, naweza nikakuandikia R&B, nikakuandikia kibao kata, nikakuandikia hip hop, nikakuandikia mapiano. Na kila muziki najua ni uandike vipi. Yani kama hii nyimbo inaitwaje? Inaitwa Salama na nani na Barnaba. Hapa nimeachana na mtu, ngoja nimshindilie maneno ya lawama. Yani unajua hivyo. Ikifika kwenye piano siwezi kuandika kitu cha serious kwa sababu piano haitaki vitu serious. Unaombetea serious nani kwenye piano? Taandika makuzi, vitu ambavyo mtu akisikia atafurahi, atapata vibe. Sasa kutoka kwangu ukiandika nyimbo ya mapenzi ya kuumizwa, nitaandika nyimbo kama Kamwambie. Nataka nyimbo ya maisha, nitakuandikia nyimbo kama Yatapita. Na ukikaa na wasanii wote hao, wewe zungumza nao tuambie Diamond kwenye sekta kuandika yuko vipi. Sipendagi kuzungumza. Sasa watu ukitoa sana nyimbo zile za mapiano au nyimbo za mipinduko, imani zao zinaona kama huyu sio mwandishi. Huyu IQ yake imeisha. Kwa sababu sometimes ukiona mtu anaongea anaweza katia verse kama nyimbo ya Barnaba kuonesha kama mkae mbali na mimi. Sio, umeelewa? Na muziki, kila muziki kuna namna yake ya kuandika. Alafu watu wanakaaga wanajidanganya, unajua Diamond yani amefocus sana kwenye biashara ndio maana. Mimi sifari kwa sababu biashara, kwa sababu nina talent. Kitendo cha mimi kisikia biti ya Koma Sava, nione tu nikuandikie salamu, maana yake nimetumia IQ kubwa sana. Bonge fika wewe ungeanza kujieleza, unajua kusalimiana vizuri, jamani tusalimiane. Ila kwa sababu mimi na IQ na nina talent, nikifika pale na kusalimia tu how are you, kunjani. Kwa hiyo ukiona unaona kama ni chepesi, sio chepesi kile. Talent. Ukiona nikifika kwenye show nitakuandikia, yani hicho ndio kinachoita talent. Yani sasa mtu uko nje wanapotoshana kwamba unajua mfanya biashara, sio biashara, mimi na talent. Kwa ninaweza kuandika muziki wowote na nikacheza nao muziki wowote na nikatengeneza hit. Na ndio miongoni. Yani hiyo ndio kwanza, hiyo ndio sila yangu kuu kwenye maisha yangu ya muziki. Haya mambo mengine yote ni mbwembwe tu. Ndivyo unacheza utafanya. Hizo ni madagaje ya kutengeneza ukubwa wa fedha. Lakini sila yangu kubwa ni kuandika nyimbo. Naweza kuandika nyimbo ya heartbroken. Sio nyimbo ya mapenzi. Nyimbo yoyote. Yani ndio sila yangu kubwa. Kwa sasa ilivyo nilikuwa naweka vitu vile hapo clear vitatu. Cha kwanza, usijidanganye kwamba mimi nafanya vizuri kwa sababu eti nawekeza kwenye biashara. Kila mtu anawekeza. Ila mimi talent yangu na IQ yangu sio ndogo kwenye muziki, ni kubwa sana. Weka sikiza nyimbo za kila nyimbo unayoiona. Hata ukiona nimeandika kama makuzi, sio makuzi yale. Unashangaa tu nyimbo watu wanacheza wazungu, wanafanya nini, show labda wana eti show shuku. Zile techniques ambazo unatakiwa na talent ujue unaandika nini. Umeelewa? Haya, kwa kuna hivyo kwa wasanii wanapokuja pale kama lebo, jukumu langu mimi kwanza napenda kusaini wasanii ambao wana talent wao wenyewe, waweze kuandika nyimbo zao. Na mimi Mungu kanibariki wasanii wangu wengi wasaini wao wenyewe wanakuaga wanajiweza. Kwa kifika pale mimi nawapa misaada ya kwamba wanawezaje kuwa msudi nondo. Yaani usiwe tu msanii wa kawaida kwa sababu kwenye soko watu wengi wanatoa nyimbo ambazo nao nyimbo zao ni nzuri. Lazima uheshimu nyimbo ya kila mtu.